kielelezo. Ziko programu 14 na nikajaribu kuchambua, nimeona katika kila programu tuna miradi ya kimkakati kwa maana ya flagship projects, tuna hatua kadhaa za kuchukuliwa na tuna mipango mbalimbali. Hii maana yake tuna makumi na makumi ya masuala ya kuyafanyia kazi. Nimeangalia katika mpango wa muda wa kati, nimeona tuna miradi ya kielelezo 7. Wasiwasi wangu, Tanzania haijawahi kuwa na uhaba wa mipango tangu tupate uhuru, kwa maana ya Tanganyika na mapinduzi ya Zanzibar. Changamoto yetu kubwa ni utekelezaji wa mipango tunayojiwekea. Nina wasiwasi tukipata shocks zozote katika mipango, baadhi ya mipango hii itapewa kipaumbele na baadhi ya mipango itawekwa kapuni. Kwa hiyo ni lazima tuwe na mpango fulani ambao tutauita kuwa ni mpango wa kufa na kupona, kwamba hata tukipata shida yoyote kama taifa, ili eneo ndio kipaumbele chetu namba 1. Na mimi, maoni yangu, mimi si mchumi, lakini maoni yangu, ninaomba mradi wa Mchuchuma na Liganga ndio uwe ni mradi wa kufa na kupona, kwa sababu Mchuchuma na Liganga ndio drive ya mapinduzi ya viwanda ya Tanzania. Kama tunataka kuhama kutoka katika maendeleo bandia ya viwanda, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunasema sisi tuna maendeleo ya viwanda vya kuunganisha magari. Kwa maoni yangu mimi, yale sio maendeleo halisi ya viwanda. Tena tusipokuwa makini, unaweza kukuta ule ni uchochoro wa watu kuikosesha mapato serikali. Yaani unakuta mtu vipuri vyote 100% anaagiza kutoka nje, alafu anapata misamaha ya kodi, alafu akishaunganisha bila kujali ajira gani anazalisha. Sisi tunasema hayo ni mapinduzi ya viwanda. Mapinduzi ya kweli ya viwanda yataletwa na uzalishaji wa chuma. Na bahati nzuri Mwenyezi Mungu ametupa chuma, ametupa na makaa ambayo hapo Mchuchuma na Liganga. Na suala lisilosemwa sana, pale Mchuchuma na Liganga kuna madini ya kimkakati ya titanium na vanadium ambayo yana thamani kubwa zaidi kuliko hata hicho chuma. Kwa hiyo mradi wa Mchuchuma na Liganga na mradi wake shikizi wa reli ya kusini, kwa maana ya reli ya Mtwara mpaka bandari ya Mbamba Bay, ambao utakuwa na tawi lake la Mchuchuma na Liganga, huo ndio mradi wa kufa na kupona. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika neno langu la kuhitimisha, nimejipa homework ya kwamba kila nikisimama nitakuwa ninakumbusha juu ya katiba mpya, na leo nakumbusha tena kwamba